Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, moja kati ya video ambazo zina trend au taarifa ambazo zina trend sasa hivi huko mtandaoni bwana, ni hii ya huyu mwanafunzi ambaye ni mwanafunzi wa Kiafrika kutoka nchi za kusini mwa Afrika. Bwana, hapa bwana unazungumzia nchi kama vile Zimbabwe, Namibia, South Africa yenyewe pamoja na nchi nyingine ambazo zipo huko. Bado hatujapata taarifa kamili kwamba huyu kijana ni wa nchi gani, lakini habari ambazo tumezipata ni mtu ambaye anatokea maeneo hayo. Sasa huyu kijana bwana, inasemekana kwamba kuna video yake ina trend huko mtandaoni ikiwa anafanya mapenzi na mwalimu wake, ambapo zimevuja kwelikweli hizo video na amekuwa ni talk of the town, yani almost Afrika nzima sasa hivi huyu kijana anazungumziwa. Na hiyo bwana ni baada tu ya hiyo connection kusambaa huko mtandaoni. Maana jambo la connection ya huyu kijana bwana kusambaa, kama unavyoelewa, watu wengi sana ndio vitu vyao hivyo wanavyovipenda. Kama unakumbuka vizuri bwana, ilitokeaga ile ya Baltazari. Sasa this time around ni kijana huyu mwenye umri wa miaka 17 tu, kijana wa kiume ambaye amedate na mwanadada ambaye amemzidi umri almost kama mama yake mzazi. Na video bwana zimevuja huko mtandaoni. Kwa hiyo kama the way ambavyo Baltazari alivyo trend, basi kijana huyu naye pia kutokea kusini mwa Afrika na yeye pia ametrend to the maximum. Yani ukipita katika page nyingi sana huko mitandaoni sasa hivi watu wamekuwa wakimzungumzia pamoja na matukio machachari ambayo ameyafanya, jambo ambalo sio jambo zuri la kulientertain. Ni kitu ambacho watu wanatakiwa wajifunze kwamba tabia ya kuvujisha video za faragha ni kinyume cha sheria, lakini pia ni kitu ambacho kinachochea mmomonyoko wa maadili, ukizingatia kwa hii scenario iliyotokea hapa kwa umri wa huyu kijana kutoka na mwalimu wake ambaye amemzidi umri wa kike. Ni kitu ambacho kiukweli kimewashangaza watu wengi sana na kuona kweli mmomonyoko wa maadili unazidi hapa Afrika, na watu wengi sana wamekuwa wakikemea tukio hilo. Lakini pamoja na hayo pia vile vile kuna wengine wamekuwa wakifurahi wakiwa wamecheka, yani wengine wameona kama vile ni kitu ambacho kimewachekesha, yani kama kibonzo kuona tukio hili limetokea. Kwa hiyo kila mtu amekuwa na maoni yake na page mbalimbali zimekuwa zikiripoti tofauti, na wengine wakiwa wanasema kwamba bwana, baada ya Baltazari kufungwa sasa hapa amepatikana mrisi wake ambaye huyu dogo anaendeleza jaramba. Lakini tofauti kubwa ni kwamba umri huyu bado ni kijana mdogo, lakini pia vile vile uzingatia kwamba huyu kijana yeye kilichovuja ni hii video ambayo imesambaa kati yake yeye na huyu mwalimu wake tu. Tofauti na Baltazari ambaye yeye alikuwa na date au alisambaza au zilisambaa au zilivuja video akiwa yeye Baltazari akiwa anashiriki ngono na wanawake takriban zaidi ya 100. Huko video zikiwa zimevuja zaidi ya 400. Page mbalimbali hapa Tanzania nazo pia zimekuja kuripoti bwana kuhusiana na tukio hilo. Kwa mfano hapa nataka nikusomee baadhi ya page ambavyo zimekuja kuripoti kuhusiana na hili tukio, maana picha za huyu kijana bwana zimeenda viral kweli kweli. Yani ukipita almost kila page sasa hivi lazima utakutana na picha za huyu kijana ambaye anaonekana ni mwanafunzi kabisa. Huyu ni mdogo kweli, hata sura yake ukitazama anaonekana ni sura ya kitoto na ya upole kweli kweli, tofauti kabisa na matendo ambayo yamesambaa huko mitandaoni kumhusu yeye. Kuna page hapa bwana wamekuja wameposti picha ya huyu kijana na huyo bidada pamoja na screenshot ya connection yenyewe, alafu akaandika kwamba yani mwanafunzi ana miaka 15 alafu mwalimu ana zaidi ya miaka 30. Afrika siku hizi wamechachuka. Huyu ameandika hivyo kwa sababu tumeshazoea kwamba vitu vya ajabu ajabu huaga vitokeagi Afrika kutokana na tamaduni zetu, lakini hii bwana imekuwa ni ya tofauti kuona kwamba kijana wa miaka 15 ametoka na mwalimu wake ambaye ana umri zaidi ya miaka 30, yani ni mara mbili ya umri wake. Kijana wa kiume huyo ambaye ametoka na mwalimu wa kike mwenye umri zaidi ya miaka 30, yani mara mbili ya umri wake, alafu then wamevujisha hiyo video. Hivi ni vitu ambavyo tunavionaga nje ya nchi, lakini this time around bwana vimetokea upande huu wa Afrika.
Lakini pia hapa kuna posti nyingine hapa, kuna mtu amesema bwana da, alafu huyu dogo ana miaka 15. Alafu kuna mwingine hapa kaja kaandika kwamba da, yani bwana mdogo bwana anachapa makofi, utazania amesomea kupiga watu makofi. Okay, haya kwa mujibu wa video ambazo watu wameziona. Lakini kuna mtu mwingine hapa amekuja ameposti akiwa amemfananisha huyu kijana na Baltazar Engonga Ebang ambaye alitrend kutoka kule Guinea Equatorial, wakiwa wameandika kwamba the father Baltazar, the son huyu kijana, yani baba Baltazar alafu mtoto ndo huyu kijana, kutokana na matendo yao. Ya, sasa nataka nikusomee baadhi ya comment ambazo zimejitokeza hapa. Kwa mfano hapa kuna comment imeandika kwamba bwana miaka 15 anakuwa na uwezo wa kufanya, kwani kuna mtu ameuliza hivyo. Kuna mwingine amesema kwamba bwana dogo anapeleka moto kwa spidi kama SGR. Kuna mwingine amesema kwamba bwana kwani kuna nini jamani, mbona mimi sielewi kilichotokea. Kuna mwingine amesema kwamba bwana katika connection bora nimewahi kuziona, basi hii hapa ni namba 1, yani ni the super. Kuna mwingine huyu hapa amekuja ameandika kwamba bwana bwana toba kale katoto kanapiga show kushinda watu wazima, kanajua na kuna mwingine amesema kwamba bwana nasema teacher ni teacher tu, lakini huyu dogo lazima tuseme ukweli kwamba hapoi. Kuna mtu mwingine anasema kwamba bwana kuna muda dogo ni kama vile alipigwa shoti ya umeme na okay, akaanza kuchanganya spidi. Kuna mtu amekuja kucomment hivyo. Ya, mwingine huyu hapa amekuja amesema kwamba bwana mnaona sasa mlivyo wachoyo, leteni hizo dhambi tushiriki pamoja. Kuna mtu amesema kwamba bwana dogo sema amejitahidi sana kupiga makofi juu. Kuna mtu mwingine amesema kwamba bwana dai bwana watu wana bahati sana. Kuna mtu amesema kwamba bwana dogo anapiga makofi sio kawaida dada wa watu. Kuna mtu mwingine amesema kwamba bwana dai bwana Afrika tunaelekea wapi? Utu uko wapi? Video hiyo nayo pia jamani iko wapi sasa? Huyu amekuja kuuliza. Kuna mwingine hapa amekuja amesema kwamba bwana ni okay, kuna mtu mwingine hapa amesema bwana hebu mtagini huyu mwalimu basi na sisi pia tumuone Instagram account yake. Kuna watu hapa bwana wanataka Instagram account ya huyu mwalimu wamuone. Sasa hicho ni kitu ambacho hakiwezekani, kwa sababu obviously atakuwa amesha deactivate, na kutaja vitu personal vya mtu bila ridhaa yake sio sawa kisheria. So it is what it is. Hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau na wewe pia tuwekee maoni yako bwana katika comment section hapo chini, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment. Lakini pia vile vile bwana hakikisha unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.